Unajua kupata kukosa, mpaka analiwa hela zote, sanda zote analiwa. Mama yake akamwambia, wewe mwanangu, wewe mtoto wa kimaskini, achana na haya makamari. Akasema, mama, uauni, hivi ndo nijisaidia, ndo najisaidia, siku moja nitapasua. Siku moja akacheza kamari, akaliwa, ikabidi aweke bondi ile biashara ya makaburi, makaburi yote yakaliwa. Si ikabidi akope pesa zile pesa zikaliwa, akawa anadaiwa bombomu mzima. Jamaa wakaja kumkamata, si unajua deni, ikabidi alale mbele, kakimbia. Ile kukimbia ndo akampa jina Farauni. Si alisema uauni, najisaidia. Kwa hiyo Farra amekimbia, kwa hiyo Farauni kakimbia msaada wake jamaa, ndo lilianzia jina la Farauni hapo. Asili yake ni Farauni, hii kuja Firauni ni shortcut tu. Sasa alipotoka mbio huyo si akanaswa bwana za mwizi 40. Sasa ile nchi kuna mfalme na yule mtoto anajua zile tabia zake, akasema huyu mtoto mzuri, nitakaa naye, nitamlipia madeni, kakwama, lakini usicheze tena kamari. Msikivu akaishi pale kama mtoto wa mfalme, ana adabu. Siku moja yule mfalme akaota ndoto aloiota, simba kamkalia, hawezi hata kuamka. Akamwambia yule Farauni, mwanangu, kaniletee wazee wa kikuhani wanitafsirie hii ndoto. Akamwambia, mzee, hao anakulia tu hela zako, bora nikutafsirie mwenyewe, mimi naweza. Anamwamini, ambia hebu nitafsirie. Ambia, maana hii ndoto inakutaka umtafute mrithi wako, huyu alokukalia ni mrithi wako baada yako, akalie hichi kitu ukifa, lakini ili mawaziri wako wasimpindue, andika mkataba kabisa. Akawaita mawaziri wake yule mfalme, walivyokuja akawauliza, jamani, huyu mtoto ninayekaa naye mna mashaka naye? Maana hajajaliwa mtoto, alimfanya Firauni ni mtoto wake, mna mashaka naye huyu? Ambia, huyu kijana smart sana. Ambia, basi kuanzia leo nkifa nchi anashika huyu. Akamsainia bwana, na wakawa wanajua huyu Hamana, waziri wake Firauni, alikuwa waziri mkuu, alikuwa anajua huyu atakuja kuwa mfalme baadaye, na Hamana ni Msomali. Alikuwa kabila yake Msomali, alikuwa anajua huyu atachukua ufalme wa nchi. Siku moja yule mfalme akajihisi kwenda picnic, kutembea, kuona mbuga za wanyama. Kachukua askari wake 2-3 na kijana wake Farauni. Wakati wanatembea kule, huyu Farauni akamwambia, mzee, ile ndoto ulioota ina muendelezo, ilikuwa sijamalizia, ila pale ikulu kwako pale waambea wengi, kwa hiyo nilikuwa sijakupa undani. Sasa midamu mzee tumetoka, tutafute sehemu wawili nikueleze undani wa hii ndoto. Akamwambia, vizuri. Akamwambia askari, hebu sogeni kidogo niongee na mwanangu. Akamwambia, mzee, msiende mbali wanyama. Askari wale wakaenda mpaka kwenye pango. Walipoingia kwenye pango, huyo Firauni akachukua jiwe kubwa, akamshindilia yule mzee la kifua, akamuua. Akamwambia, hii ndio ile ndoto yako mzee wangu, kwa heri Akamuua mfalme. Alipokuja kwa watu wake, askari ambia, mzee yuko wapi? Ambia, yule mzee ana mambo ya ajabu sijai kuona. Alikuwa anasimulia ndoto, anasema leo kaota kapanda juu ya jiwe, alafu akajirusha kwenye maji. Naona kapanda kwenye jiwe, naona kajirusha kweli kwenye mto Naili. Nililia, nikamtafuta, sijui kaliwa na samaki. Ambia, acha utani wewe. Ambia, ndio hivyo, lakini hamna neno, kwa sababu mimi ndo mfalme wenu, hamna shida. Akachukua nchi kwa staili ile, kumuua mzee. Sawa Sasa yule bwana alipokuwa rais wa nchi, ndo kijana anatafuta maisha. Basi ndani ya nchi ile ya Masri akasikia sehemu kuna binti bihusni jamaliha la yatasawwaruhu alaql, kwa uzuri aliokuwa nao hakuna anayekamata Misri nzima. Binti alikuwa mzuri, ametimia. Mnajua wanawake wenyewe, mwanamke ana viungo 99 Sheikh, hivi vinaitwa ladha. 3 ndo vikubwa, cha mwanzo kuliko yote ni yale matiti yake. Na wataalamu wa sayansi wanasema ukilitizama lile titi tu akili inazidi.
Wewe ukijihisi mweu unaenda kaangalie kidogo. Akili inazidi. Sasa kupitia hali hiyo, yule mwanamke alikuwa mzuri, ikabidi akampose. Akasema, akatuma askari, kanileteni yule mwanamke awe mke wangu. Babake akakataa, sema mtoto mdogo hawezi mambo ya ndoa. Akamwambia, nitakuwa kama usiponiozesha. Nipe huyo mtoto. Akaozeshwa kinguvu. Mtoto mwenyewe ni Sayyida Asia binti Muzahib. Ni katika wale wanawake watukufu 4 peponi. Huyu bibi Asia, maajabu ya Allah, alikuwa mzuri, lakini alikuwa walii wa Mungu kweli kweli. Alikuwa katika walia wa Allah. Akaja kwa huyu bwana. Kwanza alikuwa ni bikra. Unajua mwanamke akiwa msichana habari zake kubwa. Lakini utashangaa Firauni hakuweza kumuingilia. Walikuwa wanagombana sana situation hiyo. Kila akimtaka, kwanza yule anaogopa. La pili alikuwa akimwambia, miungu hawafanyi vitu hivi na binadamu. Wewe Mungu gani utaka mzigo wewe? Wewe Mungu kweli? Ukidai mambo ambayo wallahi si saizi yako utapata tabu sana. Firauni msimuone na uongozi, ana kila kitu, lakini alikuwa anakula kwa tabu mpaka anakonda. Anakunywa kwa tabu kwa sababu mama Asia akimuona tu atakakula, ambia, "We Mungu ali." Alikuwa anakesha usiku halali. Akitaka kukoroma, "We Mungu unalala." Ambia, "Kwani mimi nimelala? Nimekuambia nimelala." Alikuwa akimfanyia maudhi, lakini alikuwa anashindwa kumwacha kwa sababu anampenda. Ikafikia basi hata nikimuona, hata nikila kwa macho tu, basi nimuone tu, lakini nimwache afa akaolewe na raia. Ndio maana mwisho alishindwa kumvumilia akamuua. Na yule aliomba dua, "Rabbi ibnili indaka baitan fil janna wanajini min fir'auna wa amalihi wanajini min alqaumi dhalimina." Na dua ilikubalika. Ni kinge na Firauni. Mbona aliuawa? Wanasema Mwenyezi Mungu kabla ya kuuawa na Firauni alichomoa ile roho. Kwa hiyo yule alitesa mwili tu. Yule hakusikia uchungu wowote na ana nyumba peponi. Basi siku moja akawa anamwambia, "Hivi we mume wangu, hivi hasa we unajihisi ni Mungu kweli?" Akamwambia, "Watu wote wanaamini, we vipi? We si Mungu wewe." Kila siku anampinga. Siku moja watu wakamfuata Firauni. Kina Hamana wote wanajua hali wala halali. Wakamwambia, "Mto Naili umekauka." Na ulikauka kweli? "Tunaomba maji, Mungu tusaidie." Firauni alienda mpaka kwenye mto Naili analia mabwana. Akatawakal kwa Allah, aliomba dua kubwa, "Ya Rabbi, wewe ndi Mungu na mimi najua wewe upo. Ubinadamu tu umenichukua. Kwa hili na kuomba usiniaibishe. Na ukileta maji natangazia watu wewe Mungu." Mto Naili ukafurika muda ule ule, ukawa unatembea naye. Tupo kwenye shajarati Musa hapo Ukawa unatembea naye. Akisimama unasimama. Watu kuona jamaa anakuja na maji. Kule raia, "Mungu, Mungu, Mungu." Akasema, "Sasa hapa uanze kuambia mimi si Mungu tena." Akasema, "Mungu ngoja kidogo tutaelewana siku nyingine." Mama Asia akamwambia, "Hiyo khiana hiyo. Wewe umemuomba Allah hujaleta wewe." Ambia, "Ni mimi." Akamwambia, "Hayo maneno yana mwisho." Haya. Siku nyingine njaa ikamuuma, akadokoa tende akaenda chooni kuzila. Mama Asia asikaona, mbio kaenda kuita mawaziri na askari, "Shakwambieni hamna kitu, sio Mungu anakula tena chooni, twendeni." Raia wamekuja kama wote bombo mzima. Yuko chooni, "Mzee fungua." "Ngojeni, fungua mzee." "Nye vipi kwani?" Wakauvunja ule mlango. Na Mungu kamjalia ikawa imetuna tende hapa itoki. Basi walipoingia akatema zile tende, "Hamna adabu nyie, mnamfuata mtu mpaka chooni bwana." Lakini maajabu ya Allah, alimwambia Mungu, "Hapa usinifezeeshe. Yaani ukiniokoa katika hili, hapa natangaza na itakuwa rahisi, watakuamini kirahisi." Alivotema wakatokea mende Sheikh. Na ndio mara ya kwanza, kabla yapo wanasema mende hawakuwepo. Ndio maana ukimtizama mende anafanana na tende. Ni kweli si kweli? Usiende kuzimwaga tende, kale tu. Lakini mende coplight. Na ndio maana asili ya mende wapi? Chooni.
yani huku mtaani kujipendekeza tuchoni. Umeona habari yake? Mimi naumba wadudu hawa, mnakuja kuniambia hivi. Basi watu wakazidi kumuona Mungu, naye akalewa. Sasa basi watu walikuwa wanapiga ramli kweli kweli zamani. Wakampigia ramli wakamwambia, mfalme, kuna mtoto atazaliwa atakuwa na atapindua huu ufalme. Kwa hiyo watoto akasema hata hao waliozaliwa wauliwe wote. Lakini wakati anafasiriwa ndoto, kaka yake Nabii Musa alikuwa mkubwa miaka 15, kwa hiyo ni mtu mzima, hakupata matatizo. Nabii Musa mama yake akawa mjamzito, kabla hajazaa baba yake kafa. Kwa hiyo huyu mama ni mjane. Alafu akazaa peke yake. Angalia mama yake Musa alivyokuwa shujaa. Wakati anazaa akawa na wasiwasi kwa sababu watoto wanauliwa. Akasikia sauti inamwambia, ndio ilhamu yenyewe, aniqfi fihi fi tabut, mweke kwenye sanduku, faqfi fihi fil yam, afka mtupe kwenye yale maji, ya'khudhuhu aduwwun li wa aduwwun la, ataokotwa na adui yangu na adui yake Musa. Mama yule alipomzaa yule mtoto akaenda kwa fundi seremala, bwana nitengenezee kibubu, mbona kikubwa sana kama kijeneza hichi, wewe mzee wewe, naweka pesa huko. Akaekea kibubu kizuri. Alipofika akamchukua mtoto wake akamnyonyesha. Alipoona ameshiba akagongea msumari, akamchukua mtoto. Angalia miujiza ya Allah. Akaenda kumtia kwenye mto Naili. Mto Naili ni jibahari mabwana. Mto Naili mpaka Mwanza umefika sijui. Wanasema mpaka Rufiji upo mto Naili. Ni mto mkubwa sana huu. Akamtupa. Alafu akawa anasema, Mwenyezi Mungu usiniangushe, umeniambia mwenyewe huyu mtoto nimwachie. Basi akamwachia. Maji yale hayakumpeleka popote, yakampeleka mpaka kwenye nyumba ya Firauni. Angalia miujiza ya Allah. Firauni, unajua hao watu wakubwa wanajenga kando kando ya bahari, mahoteli mengi, si ndio? Basi Firauni alikuwa amejenga jumba kubwa, chini kuna jabali, afu bahari inapita chini yake. Mwenyewe ana tabia, anashuka pale, anaogelea, kisha akishaogelea anaamka, anaanza kuongea na watu, wanamsujudia. Lakini Firauni ana binti yake, anaumwa, ana mbalanga, ana mapele huyu mtoto. Waganga na waganguzi wameshindwa. Sasa huyu mtoto wake ana tabia, anashuka pale, anaoga, akioga yale maji chumvi kidogo anapata ahueni. Siku moja yule mtoto wakati anaoga pale, akaona lile sanduku linamjia pale. Hili lina nini? Akalishika. Ndio pale Allah asema waltaqatahu alu Firaun, wakamuokota watu wa Firaun, liyakuna lahum aduwan wa hazana. Alivolishika tu lile sanduku, subhanallah, kushika tu ule upele wote ukamtoka. Baba, nini wewe? Nimeshika hapa, nimepona. Kweli mtoto kapona. Bwana we, kila anayeshika anapona, kipofu anaona. Nani? Ikawa kama kile kikombe cha babu cha Roliondo, watu walija hapo. Watu wanapona. Sasa mwisho akasema tufungue, kuna nini? Kufungua lile sanduku, wanasema wakamkuta Nabii Musa ananyonya vidole. Wakasema yani huyu mtoto pawa alokuwa nayo, ukigusa tu sanduku ndio tayari umepona. Je, ukimshika yeye itakuwaje? Lakini akasema kwa hii pawa hii, Firauni anasema sio yule atakaye kuja kunimaliza shehe wangu huyu, tumchinjeni. Mama Asia akawa anasikia nini, kuna nini, mtoto sijui nini. Asema sasa wewe si unajiita mume wangu Mungu? Je, unajuaje kama huyu Mungu mtoto, wewe Mungu baba? Muache huyu mtoto, nyumba yako itakuwa ina mambo mengi. Kadanganywa, akamuacha Nabii Musa. Nabii Musa akawa anakuwa pale. Falamma balagha sanatain, alipofikia mtoto wa miaka miwili. Mtoto wa miaka miwili bado ananyonya, sio? Lakini wakati alivyookotwa yule mtoto, ikaonekana kwanza ni mali ile, ni dhahabu. Nyumba ya Firauni itakuwa ina mambo mengi ya kutangaza uungu wake. Akawa anaitwa mtoto wa Mungu. Wa haramna alayhi maradhiya min qablu. Maajabu yaliyotokea pale, yule mtoto akawa analia, alafu hataki kunyonya ziwa la yoyote, hata akipewa ya ng'ombe anakataa.
lile liliwachanganya sana. Kila akipewa maziwa hataki yule mtoto. Tumeelewana vizuri? Sasa yule mke wa Firauni, tulisema anaitwa nani mke wa Firauni? Mbona anasema mashehe peke yao? Anaitwa nani? Sasa nakupa kitu. Huyu mama Asia huyu na mama yake Nabii Musa ni ndugu bwana. Ni mtu na dada yake. Lakini kwa mama mdogo na mama mkubwa. Alafu huyu mama Asia alivyomtizama vizuri huyu Musa akagundua mna sura za mzee Imrani shemeji yake. Ndo pale akasema hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu wa hum lahu nasihin. Sinikwambieni familia huyu mtoto. Yani ile kutaja tu ahli baitin wangekuwa makini wangegundua. Mbona anasema kwa familia yake? Lakini walishachanganikiwa pale, mtoto hataki kunyonya, sitaka anyonye tu, walifungwa pale. Huyu mtoto nitakupelekeni sehemu atanyonya huyu. Faradanahu ila ummihi. Yule akaenda mpaka kwa dada yake, ambia shoga, wewe mwanamke hodari, mpaka umebeba mimba, mpaka unazaa uniambii mdogo wako. Unajua alichomjibu? Sasa wewe unakaa na muuaji na kuambia ukimwambia akiniulia mwanangu, wewe si unaishi na muuaji? Akamwambia basi mtoto yuko salama, twende tu ukamnyonyeshe. Alivyokuja yule mama kweli akaonekana ni mzazi alizaa. Akataka kutiwa hatiani na Firauni. Maka ilikuwa ukizaa kimya kimya kesi unayo. Usipopeleka mtoto kunyongwa unanyongwa wewe. Wewe inaonekana mzazi wewe. Mtoto wako yuko wapi? Akasema mfalme, kwani nchi yetu inatubakishiaga watoto? Yaani anamaanisha mimi sinshanyongewa zamani. Sallu ala nabii. Akamwambia basi mtoto jaribu. Yule Musa akalipupia lile ziwa kweli kweli. Akasema mama, sasa mtoto huyu unalea. Akasema haiwezekani mfalme, mtoto wa Mungu, mimi nyumba yangu mbovu, tutashusha heshima yenu. Akaambia tutakujengea jumba, alafu tutakuja kumnyonyesha hapa asubuhi, utarudi mchana, utarudi jioni, na nitakuandika mshahara sawa na mawaziri. Angalia hekima ya Allah. Huyu mama kajengewa nyumba, akapewa mshahara. Wanasema miongoni mwa watu wa Masri wenye mishahara mikubwa huyu. Unajua hekima ya Allah nini? Si mjane, Allah kampa ajira. Sallu ala nabii. Ndio maana baina Allah yarzuqu man yasha bighairi hisabi bwana. Akapewa riziki. Nabii Musa akawa anakuwa. Alipofika miaka miwili Musa anatembea, mtoto wa miaka miwili aita baba mama. Siku moja Firauni watu wanamsujudia. Musa kinacheza kule. Mwanangu njoo. Unajua ile hamu ya mtoto. Njoo tusujudiwe Mungu mtoto. Katafuta misifa na akaipata kweli. Basi kile Musa kikakimbia mbio. Alivyokuja cha mwanzo kashika hizi ndevu. Sasa si unajua mtoto akikushika akawa anavuta, anasikia maumivu. Baba ngoja baba, ngoja. Anaona anatumia nguvu zake zote, kidole cha Musa akifunguke. Hamana njoo mjomba. Fanya haraka basi. Haraka bwana. Kuja pale wakaanza kuvuta. Mawaziri wote wakavuta eti kikono cha Musa akitoki. Ita FFU. Wakaja askari wajeda. Vuta we. Mzee, ngoja. Ile ngoja. Wameshika hivi. Mwisho kabisa akaondoka na ndevu zote, kang'oa mpaka nyama. Mzee umeumia nini? Mnaona mchezo namna kama kang'oka mpaka meno yanaonekana. Alikasirika. Asema hichi kitoto kidogo kina roho mbaya na mimi kama nini? Lete kisu nchinje. Wanasema ndani ya miaka miwili ana nguvu kuliko watumia. Swali ala nabii. Nguvu hizi. Vikaletwa visu pale achinjwe. Akaja mbio mama Asia. Alipokuja pale akaambia mume wangu kumradhi, huyu mtoto wewe unachinja bahati. Ambia bahati gani? Mtoto ataka kuniua. Ambia hapa umeoneshwa kwamba huyu mtoto atakuwa na nguvu. Siku waziri wako ataka kusaliti, akimpiga ngumi ushapata ulinzi. Ambia ushandanganya sana we bwana we. Huyu lazima afe. Akasema basi mpe mtihani tutajua ni utoto. Akachukua glasi ya maziwa
akachukua tende na zabibu, tumeelewana akaziweka zile tende na zabibu, sawa akaziweka huku na kaa la moto, akasema kila hivi vitu basi huyu atakuwa mtu mzima tu. Na Nabii Musa au na watoto mnajua na vitu vya kula, akaachiwa, kila waziri kashika panga lake. Kwa leo tunasema kila mmoja ana shaba, yani hajui Musa kinachoendelea, lakini asubiriwa aguse chakula tu afe. Basi saa ile ile akaja mbio Sayyidina Jibril, akasimama katikati ya vile vyakula na kaa la moto, ila yule Jibril Musa ndo anamuona peke yake, watu hawamuoni, na yeye ni mtoto wala hajui ni Jibril. Basi yule Jibril akawa anamtishia Musa kama ile mtoto mtukutu, we. Sasa kila akitaka kwenda analia, akitaka we anamtisha. Sasa kila akitaka kugusa anamsukuma, anadondoka. Watu wasema mbona hali Nabii Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Jibril akasema, wewe ukituwekea usiku hapa tutapata lawama, mwisho uliwe, ngoja nikuoneshe kazi. Akachukua kile kikono cha Nabii Musa akamwekea lile kaa la moto, ali sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alipata ulemavu wa ulimi, sawa Nabii Allah Musa akakuwa pale, lakini alipofika umri kama miaka 38, falamma balagha shuddahu wastawa. Nabii Musa alikuwa na rafiki yake kipenzi, lakini huyo rafiki yake mkorofi huyo anapenda ugomvi, yani ugomvi kama chakula kwake, kila siku lazima apigane, alafu hana nguvu, anapigwa tu. Siku moja Nabii Musa anapita sehemu, kakuta yule rafiki yake wanapigana, kazidiwa, akaamulia ugomvi. Ile kuamulia ugomvi, yule anayeamuliwa akaanza kumtukana Nabii Musa. Nabii Musa hajatolewa nyongo, akampa panchi moja tu, pa! Yule mtu kafa. Na kumuua kwake wanasema ni mbuzi kafia kwa muuza supu. Unajua yule alouliwa nani? Si raia wa kawaida, mtoto wa shangazi yake Firauni. Sheikh, wewe usiue yoyote, unaenda kumgonga mtoto wa rais na gari, si hatari hiyo? Musa akaona mtihani, akamwambia yule ndugu yake, umeona msala huu? Haya tuondoke, usije ukaniuza kaka. Wakaondoka, yule maiti akazikwa. Kesho yule bwana akawa anapita sehemu anapigana tena na Bani Israeli, au ugomvi wa zamani, amna kugombelezea. Unapigwa vizuri, wewe unapewa mbinu tu, wewe piga kisambaa, wewe mpige za chembe. Akapigwa kisawasawa. Sasa akawa yale mazingira si mazuri, ataka kufa. Ile kutaka kufa, kuangalia huku na huku, kamuona Nabii Musa, Musa njoo na uwawa. Nabii Musa akakasirika, huyu simsaidia, lakini sipomsaidia anaweza akanitaja jana nimeua. Sasa akaenda huko amekasirika, innaka laghawiyyun mubin, wewe mkorofi bwana wewe. Falamma arada an yabtushwa biaduwu lahuma, wakati ataka kumsaidia kwa nia nzuri, yule bwana akaelewa tofauti, asema huyu hataki kuja kunisaidia, huyu ananiua hasa. Akamwambia, turidu an taqtulani kama qatalta nafsan bila ams, sasa umeamua kuua watu kama ulivyoua jamaa jana. Watu pale wote kila mtu kakimbia, ushahidi huo ushahidi huo, sitaki ushahidi. Wallahi yakafika kwa Firauni, nyie mnahangaika tu, kaka yako jana kauliwa na Musa huyu mwanao. Firauni alikuwa na bifu la siku nyingi na Musa, ambia huyu mtoto nimemtafuta sana, leo ameingia kwenye 18 na ninamchinja mwenyewe leo. Kikaitwa kikao Ikulu, president wa nchi. Wanasema katika dunia, kwa ule ubaya wa Firauni, alikuwa na jeshi kubwa kuliko mtu yoyote duniani. Yani askari wake walikuwa wanapata milioni 60, yani ni raia wa Tanzania nzima, ni jeshi tu. Kakusanya jeshi zima Ikulu, wakawa wanatoa oda, boda kote fungeni, pasipoti zote fungeni, airport asije akapita Musa, huyu lazima tumuue. Musa hajui kinachoendelea, oda imetoka, popote auliwe, na atakayemuua atapata sadaka kubwa. Kuna darweshi mmoja akawa anavuta tasbihi zake, subhanallah subhanallah subhanallah.
ikamjia ilhamu, hembu acha kuvuta uradi, nabii wa Mungu anauliwa leo Masri, nenda kamuokoe huko mbio. Ndile wajaa rajulun aqsa fil Madina, ile aqsa ndio ile qasi. Akaja mtu kutoka nchi ya mbali, nje ya mji, sio pale pale Masri, sio sijui ni askari wake Firauni, hapana, mbali kabisa. Akaja ni wali wa Mungu, akamwambia Musa, innal malaa yatamiruna bika, watu wanakusachi liyaktuluka, uuliwe, fakhruj, naomba ukimbie, yani usiende hata nyumbani. Nabii Musa akataka kumjua yule bwana, kaka tutambuane basi. Yule bwana akajishusha, akutaka kusema mimi wali fulani, asema inni laka minan nasihin, mimi nakupa nasaha tu ndugu yangu, toka. Fa kharaja tilqa Madian, aliondoka saa hiyo hiyo kwenda Madian. Kutoka Masri mpaka Madian ni kilomita 700. Yani Nabii Musa alitembea miguu peku mguu chuma na njaa kutoka Dar mpaka Singida. Shekhe wetu umeenda Tanga, na wewe kwenda mpaka Singida ni karibia Tanga mara 3. Hebu fikirieni haya mazingira, anakimbia kifo. Sasa wakati anatembea, alipofika nchi ya Madian, wajada ummatan minan nasi yaskun, akafika pale, tumeelewana vizuri. Madian akakuta watu wananywesha wanyama, mifugo, wafugaji kwa kifupi. Akakuta watu wengi wamejaa, oe pisha kwangu anywe. Wajada minhum imra'ataini tadhudan, katika ule umma mkubwa akakuta watu wawili mabinti wamejitenga kando. Akawasogelea akawaambia, fama khatbukuma, haya nyie vipi, mbona hamchoti? Wakasema, sisi bwana hatuchanganyiki na wanaume, wa abuna sheikhun kabir, na baba yetu ni kizee, hawezi kutusaidia, kwa hiyo si tutakaa mpaka wakimaliza, hata mpaka kesho kutwa na sindo. Leteni bwana hizo mbuzi zenu. Vilikuwa vimbuzi 3 tu. Fasaqa lahuma, akawanyoshelezea. Shekombo sasa alipataje nguvu ya kunyoshezea wale mbuzi? Nafasi alivyoipata Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimuita Nabii Musa rajulun murabbaun, baba wa miraba minne, na alikuwa miraba minne kweli, lilikuwa jitu kweli kweli. Wanasema ule mkono wake kiganja cha watu 4. Sasa wale watu wa Madian watemi, oya toani, walivyomuona mwamba anashuka pale mdogo mdogo, kifua hicho, kifua nyumba, wengine oya umeona kitu hicho, oya usichukulie poa, umeona kono hilo, umeona ngumi ile kama ya Donieni, kila mmoja hivi, hata hajafanya fujo. Wengine oya mzee chota hapo tu, wakakimbia, wakanyoshelezewa maji wale, akaambia chukueni. Sasa kushaingia usiku, nitalala wapi? Hana pa kulala. Akapanda juu ya ule mti, ndio shajarati Musa. Yote hii ndio miraji tunasoma hii. Akapanda juu ya ule mti. Unajua alisemaje? Rabbi lima anzalta ilayya min khairin faqir, minna njaa bwana, nimetoka mbali, kama kuna kheri yoyote umeniteremshia mimi hata sioni. Hebu angalia Mtume anafikia kusema hivyo, mimi na wewe tutasemaje jamani? Sioni ya Rabbi, niko taabani. Wale mabinti wakaenda, wanasema walikuwa ni mabinti wa mja mwema, wengine wanasema ni mabinti wa Saina Shuaib. Akaambia, mbona mmerudi haraka? Asema, kuna kaka ametusaidia. Yule nabii akasema, nchi yangu hii ninavyojua, hawa ni wacheza kamari wazuri, lakini ni wadhulumuji katika mizani, ni watata, hawana ikhlaki njema. Hii nchi ya Madian, huyo hawezekani kuwa raia wa hapa, huyo ni raia wa nje. Hamna kijana mzuri, kamuiteni ili aje kwangu, mwambie nitaka nimlipe. Akaja binti mmoja akamwambia, inna abana, baba yetu sisi, yaduuka, anakuita, liajzika ajra ma saqaita lana, ulipwe ulichotusaidia. Nabii Musa yuko kwenye mti, ana ubao hatari njaa. Akamwambia binti, mwambie mzee wako mimi sijafanya hili nilipwe, ibtigha mardhatillah, tafuta radhi za Allah, wewe nenda tu. Binti akangangania,
lakini mzee ni mtu mzima, alikuwa pia na haja ya kuone, kamsikilize. Ambia sawa. Wanasema yule binti alikuwa mzuri hatari. Sasa si unajua kujishaua mabinti na ule uzuri wake Nabii Musa emkaa nyuma hapa. Uchale chale wako si utaki. Hataki kuangalia vitu. Ingekuwa mimi na wewe. Salala. Habari kubwa. Wakaenda mpaka kule. Nabii Shuaibu alipotizama sema hichi kipande cha mtu si cha hapa. Kwanza anatisha. Mwenye tu akampenda. Ukimtizama unampenda. Akamwambia najauta minal qaumi dhalimin, umeokoka na mimi nakufanya ndugu, utakaa hapa. Yani ile sura yake inaonesha huyu si mbakaji, watoto wangu watasalimika. Akasema nashukuru mzee. Kesho wale mabinti wakachukua mbuzi wao watatu, wanaenda kufuga, wanaenda kuchunga. Angalia utu wa Nabii Musa, ukifadhiliwa na wewe fadhilika. Dada mnaenda wapi? Kuchunga. Nyinyi ndugu zangu kaeni, watoto wa kike na kuchunga wapi? Nipeni mimi nionyesheni wapi naenda chunga tu. Nabii Shuaibu anayaona yale. Bwana. Sasa wakampa wale mbuzi. Nabii Shuaibu alijiwa na Sayyidina Jibril. Akampa gongo. Akamwambia hili gongo ipo siku atakuja nabii wa Allah utampa hili gongo. Sasa lile gongo kuhofia asilipoteze, akachonga magongo 100 mfano yale akaweka chumbani. Sasa akamwambia Nabii Musa, ingia hapo ndani utapata gongo la kuchungia, chukua moja. Nabii Musa kuingia katoka na lile original. Akasema hili hapa nimepata mzee. Nabii Shuaibu asema sio hilo, kachagua jingine, hilo niachie pale pale. Kaingia kaangalia kutoka katoka na lile. Ambia mzee hili naona ndio sawa. Akamwambia baba hilo niachie, kaangalie jingine. Maka Shuaibu anajua nitaambiwa mtume gani, wala hakujua yule ni mtume. Nabii Musa kakawia kule ndani. Hakutaka. Katoka na ile. Tena wasema maraia hata hajamwambia. Akamwambia mzee baadaye basi inshallah, kaondoka nalo. Nabii Shuaibu anaangalia. Au ndo mwenyewe huyu? Alipoenda kule porini kuchunga, kalala chini kidogo, lile gongo likamuoteshea mti wa kivuli. Kuamka, gongo langu liko wapi? Afu anaona mti, mbona huu mti haukuwepo? Haukuwepo huu mti. Lakini kuugusa ule mti likawa lile gongo. Asema, mbona hii fimbo ina mauzauza? Au ndo maana yule mzee kanikazia sana. Alipopigia wale mbuzi, Allahu Akbar, wakaanza kuzaa kama paka. Ikawa kila mbuzi anazaa watoto 7. Muda mchache ni mji wa mbuzi na ngamia na kila kitu. Mji mkubwa sana. Wakawa matajiri. Sasa ikafikia stage mtoto mmoja alipoona maendeleo yale, akamwambia babake, ya abati staajirhu, baba huyu mpe kazi kabisa, akae hapa asiondoke, kaka mzuri sana. Nabii Shuaibu akasema, uridu an unkihaka ihda ibnataini hatan, kijana mimi nitaka nikuozeshe moja kati ya mabinti zangu wawili, nataka nikuozeshe, anta ajurani 8 hijaji, lakini uchunge mahari yake miaka 7. Ukichunga miaka 7 nitakupa mke. Wengine wasema utachunga miaka 8 bado sikuozeshi. Fa inatmamta 10 famin indika, ukiongeza 2 ikawa 10, hii 2 itakuwa sadaka, lakini ya kwangu mimi 8. Yani anamtesti lina subira hili jamaa. Ingekuwa leo yani miaka 8 mizima nichunge ndio nipe mke. Nabii Musa asema, mzee niandikie hiyo 10. Mimi nitachunga yote 10. Lakini ikishafika ule muda usinigeuke, unipe mke. Asema, wallahu bima naqulu wakil, Mungu ndo wakili wetu. Unamtaka nani kati ya hao wawili? Nabii Musa asema, huyu anayesema ni ajili ndio namtaka. Na wanasema ndo alimtaka na ndo alokuja kumpokea kule, ndo ana madoidobo na alikuwa mzuri kweli kweli. Swallu ala nabii. Kuoa mbaya sio sunna ya mitume. Sunna ya mitume kuoa vifaa kweli kweli.
Ilivyotimia miaka 10 mkewe akawa ni mjamzito. Nabii Musa miaka 10 akawa amemkumbuka mama yake. Akamwambia, mzee, mimi naomba uniruhusu nirudi nikamwone mama. Na sijui hata kama yuko hai au vipi. Lakini hata huyu mke wangu akamjue mkwe wake. Alafu akazalie kwetu, pengine yule Firauni mchinja watoto pengine kisha kufa au sheria ishabadilishwa. Akamwambia, baba nenda. Akaondoka na mkewe. Sasa katika njia walizozipita, wakapita sehemu kuna baridi ya kufa mtu, yani hiyo baridi utoboi. Yani ile baridi ikamsababisha mpaka yule mke wa Nabii Musa akashikwa na uchungu pale pale, akazaa pale pale. Sasa ule uchungu ulivyomshika, pembeni akaona moshi. Wanasema ilikuwa mchana, kaona moshi. Wengine wanasema ilikuwa usiku, kaona mwanga wa moto. Wakala li ahlihim kuthu, akaiambia familia yake, naomba musubiri hapa, inni anastu nara, mimi nimepata hisia ya moto kule, la'alli yatikum biqabasin, naweza kuja na makaa ya moto tukawasha moto kumuokoa mtoto na we mama, au ajidu ala nari huda, au naweza nikapata fikra mpya, kitu cha ziada kupitia ule moto, hebu nisubirini. Akaenda, alipofika ule moto kaona huko juu ya jabali, akapanda tena juu ya jabali. Kufika kwa jabali kaona huko kwenye pango ule moto. Kuchungulia hivi, Allahu akbar, kakuta ule moto bwana unatoka kwenye mti. Mti unawasha moto, na ule moto na ule mti hata ungui. Ila anashangaa, nudia ya Musa. Akashangaa na nadiwa, ya Musa innani ana Allah fakhlana alayka innaka bilwadi almuqaddas tuwa. Kashangaa ni Mwenyezi Mungu anamzungumzisha. Akaoneshwa miujiza. Hapa umeswali Bethlehemu haithu ulida Isa, au nyumba ya nyama. Kutokana na yale mazingira ya Nabii Musa kupatikana bila baba, ndo imekuwa nyumba ya nyama. Hapa ndo alipozaliwa Nabii Allah Isa bin Maryam. Wa bainama huwa yasiru ala alburaq, wakati wanaendelea na safari yao juu ya buraq, idhraa ifritan min aljinni, akaona jini. Ifrit ni ile mijini yenye nguvu, mijasusi ya kijini. Majini wana koo 2000. Koo yenye nguvu ni wale ifrit, ni aina ya ukoo wa majini. Akamuona ifrit min aljinni yatlubuhu bi shu'latin min nar, akawa anamfuata mtume kwa kasi, afu ameshika kimondo au kizinga cha moto. Kullama iltafata, kila akigeuka hivi, raahu, anaona mbona kama ataka kunipiga huyu. Afu Jibril yeye ashughuliki, wanaenda tu. Sasa Jibril anamuona mtume anahangaika anageuka, vipi? Fakala lahu Jibril, anageuka akaona kumbe kuna jini hili linataka kuleta ukorofi. Majini wana asili ya ukorofi tu, wagomvi. Jibril akamwambia mtume, ala uallimuka kalimatin taquluhun, nikufundishe maneno ya kusema, idha qultahun, ukiyasema tu hayo maneno, tafiati shu'latahu wa kharra li fihi, ule moto utazima na atadondoka kwa fedheha, atapiga mdomo chini. Haya maneno hata ukimsomea mchawi umemaliza. Yani leo haya maneno jitahidini sana muyasome majumbani. Kitabu hichi cha Hashia tukimaliza, njoo uandike hii dua. Angalia hii dua inasemaje. Faqala Rasulullah, bala, mtume asema, hilo la kuuliza nifundishe bwana, ili jamaa litakuja kuniumiza hili. Faqala Jibril akamwambia, qul, sema hivi, a'udhu biwajhi llahi alkarim, najikinga kwa dhati ya Mwenyezi Mungu mtukufu, wa bikalimati llahi tamati allati la yujawizahun, na kwa maneno yake Mwenyezi Mungu yalotimia, ambao hayabakizi, hayaachi, barrun wala fajir, mwema wala muovu, min sharri ma yanzilu minas samaa, kuhusiana na shari inayotelemka mbinguni, wa min sharri ma ya'ruju fiha, na inaopanda huko, wa min sharri ma dhara fil ardi, na shari ya kile kinachosambaa ardhini, wa min sharri ma yakhruju minha, na kinachotoka hapo ardhini, wa min fitani al-laili wan nahar, na fitina
na mitihani na mabaya yote ya usiku na mchana. Wa min tawariqil layli wan nahar, na vile vinavyochomoza usiku na mchana. Kama juzi mimi kimenichomozea kimoja, idua nilikuwa sijasoma, nilikuwa na choma moto kufukuza nyoka sehemu, nikadondoka kwenye swimming mpaka chini. Sona mpaka leo nimechubuka huko na mguu umeumia nusu ukatike bwana. Sasa hivi vinavyochomoza hivi, dua zake ni hizi: mara kakanyango na bodaboda, mara sijui kaibiwa. Min tawarikil layli wan nahar illa tariqan yatruku bi khairin ya rahman, labda vile vinavyochomoza katika njia za khairi vile. Aliposema hivyo, fankabali fihi, akadondokea mdomo wake kifudifudi, wa tafiati shu'latuhu, na kile kizinga cha moto kikazima. Fasaru, wakaondoka zao, hata atau ala qaumin yazrauna fi yawmin wa yahsuduna fi yawmin, akakuta watu wanalima leo na wanavuna leo. Kullama hasadu ada kama kana, wakivuna wanakuwa kama hawajavuna, panarudi vile. Faqala ya Jibril, ma hadha, Jibril, na hii ni habari gani? Faqala, asma haulai, bwana hawa watu almujahiduna fi sabilillah ta'ala, ni watu wanaojitahidi bwana, wanaopambania hii dini ya Allah mtukufu. Tudhaafu lahumul hasana, malipo yao huongezewa bisabi mi'atin dhifin, mara 700 nyongeza hizi. Wa manfaqu min shay'in fa huwa yukhlifuhu, hamtoi chochote kile ila Mungu atalipa baadaye. Wa wajada rihan tayyiba, akapita sehemu akasikia harufu nzuri, manukato, na mpaka leo yapo haya manukato, mpaka leo yako hapa mbinguni. Mawali wakipita wanayasikia ya manukato mashekhi. Akapita sehemu, wajada rihan tayyiba, akauta sehemu kuna harufu nzuri. Faqala ya Jibril, akasema ya Jibril, ma hadhihi raiha, hii harufu nzuri ya kitu gani? Qala hadhihi raihatu ma shitati binti Firauna wa auladiha, hii bwana harufu ni ya msusi wa mtoto wa Firauni pamoja na watoto wake. Wale wanaosema Firauni hakuwa na mtoto, hapana bwana, na huyu ni yule mtoto aliokota sanduku alikuwa na msusi wake. Firauni alikuwa na mtoto lakini hajazaa na bibi Asia, alizaa kwengine. Hiya tamshitu binta Firaun, kipindi anamsuka yule binti wa Firauni, idh saqata almishtu, lile chanuo likadondoka chini. Faqalat, akajisahau akasema, bismillahi ta'isa Firaunu, kwa jina la Mwenyezi Mungu aangamie kabisa, au ameangamia huyu Firauni. Faqalat ibnatu Firaun, akasema yule binti, awalaki rabbu ghairi abi, utaniambia una Mungu zaidi ya baba? Nimekusikia hivyo, sio kwamba sijakusikia. Qala na'am, asema wala si la kuficha. Kuna watu walikuwa na imani sana japo mazingira magumu. Qalat afa ukhbir bidhalika abi, nikuseme kwa baba? Asema na'am, sema. Fa akhbaratuhu, akaenda kumsemea. Fadaaha, akaitwa yule mama. Faqala, asema awalaka rabbu ghairi, wewe una Mungu zaidi ya mimi? Qalat na'am rabbi wa rabbuka Allah, akasema ndio, mlezi wa mimi na wewe ni Allah bwana. Wewe kiumbe, mimi kiumbe, Allah ndo katumba. Asema wakana lilmar'ati ibnani, yule mama alikuwa na watoto wawili wa kiume, wa zawjun, na mume, hajazaa tu, familia ya watu 4. Farsala ilaihim, akawaita wote. Farawada almar'ata wa zawjaha an yarji'a an dinihima, akawatongoza warudi katika ile dini. Alikuwa na maindi sana kuabudiwa, akafanya kuwabembeleza, mmekosa nini, nikupeni nini, rudini huku. Lakini fa abaya, wakakataa. Faqala sema inni qatilukuma, kama hamtaki mimi nitakumalizeni, hamfai kuishi katika ardhi yangu, mnanikufuru, nitakuweni sasa hivi. Qalati ihsana minka ilaina, asema basi tunaomba ihsani kwako, kama utatuua sawa sisi. In qataltana, ikiwa utatuua, antajalna fi baitin wahid, utujalie sisi watu wa familia moja au wa nyumba moja. Ukishatua, fatadfinana fihi jamia, utuzike kaburi moja siku ya kiyama, tukatoa ushahidi kwa Allah. Qala dhaka laki bima laki alaina min alhaq, asema bwana wewe una haki kwetu,
Una haki gani na mtu unamuua? Hatuwezi kukunyima hiyo haki yako, tutakuweni, tutakuzikeni kwa pamoja, hilo halina tabu. Fa amara bi baqaratin min nuhasin fa uhmiyat, akaitisha mijisufuria ikatiwa mafuta ikakokwa. Thumma amara biha, kisha akaamrishwa yule mwanamke litulqa fiha, aingie mle, hiya wa auladaha, pamoja na watoto wake. Fa alqa wahidan wahida, akaanza kuingia mmoja mmoja, hata balaghu asghara radhi'in, akaingia mume, akaingia mtoto wake mkubwa. Sasa ana mtoto mdogo, ana miezi 7, ananyonya. Sasa akimuona yule mtoto, yule mama akamuuma roho yule mtoto, mimi nitaingia, lakini hichi kitoto changu nakionea huruma. Faqala, kile kitoto kilivyomuona mama anasita, kikasema, ya umma, ewe mama, kii, ingia umo bwana, jitupe umo, wala tataqaasi, usichelewe. Fa innaki ala alhaqi, wewe upo katika jambo la kweli kabisa. Fa ulqiyat hiya wa aulada, akajitosa na watoto wake wote. Angalia imani hii. Qala, pakasema watakallama fil mahdi arba'atun wa hum sighar, wakazungumza uchangani wadogo wakiwa katika ulezi. Wa hum sighar, na wao wakiwa ni wachanga. Hadha, wamezungumza uchangani wangapi jamanini? Wamezungumza 4, wale maarufu wale, lakini uhakika wapo 10. Sawa, wapo 10. Wa kwanza Mtume Muhammad alizungumza wakati anaraziwa, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illa Allah, Allahu akbar, wala hivyo alizungumza. Alafu walipaga chafya, malaika akamwambia yarhamkallah, akamwambia yahdikumullahu yuslihu balakum. Wa pili Nabii Ibrahim alizaliwa anamshukuru Mwenyezi Mungu. Nabii Nuhu pia alizaliwa anasema. Mama Maryam, mama yake Nabii Isa, alizungumza chini ya miaka 2, wakati Nabii Zakaria anamlea akimwambia, ya Maryam, anna laki hadha, hivi yakula umepata wapi? Qalat hiya hadha min indillah inna Allah yarzuqu man yasha bighairi hisab. Pale alikuwa mchanga, hakuwa mtu mzima. Sawa wengi walizungumza, miongoni mwao huyu mama pia anasema, hadha, huyu aliongea, wa shahida Yusufa, na yule aliyomshuhudia Nabii Allah Yusuf, kisa maarufu, wa sahibu Jurayjin, na kuna mtu mmoja anaitwa sahibu Jurayj, jina lake maalumu anaitwa Jarjisu. Anaitwa nani? Jarjisu. Huyu Jarjisu ni darweshi fulani mchabu nguu. Siku moja akaitwa na mama yake. Unajua maana ya darweshi? Ni mtu ana hamu ya dini, lakini bahati mbaya haijui. Sasa anaitwa na mama yake, anasali, akachanganikiwa, nimuitikie mama niendelee kuswali mara 3, mpaka mama yake alimwapiza katika mambo ya uzinzi. Sasa yeye alikuwa anakuja mjini pale, anachukua vyakula, anaenda polini, ana kibanda chake cha udongo. Akifika huko anaswali, kikisha anakuja, hataki mambo. Basi watu wa mji ule wakampa mtihani, huyu Jurayj ni mcha Mungu kweli au anasubiri huko kichochoroni wake zetu wakienda kuchuma kuni au wabake? Ajaribiwe huyu. Akatafutwa mwanamke mbaya, muashirati, lakini mzuri kweli kweli. Akamwambia, hebu nenda kamtesti huyu shekhe, mtihani kama huo sisi tunauweza. Mwanamke mwenyewe mzuri, mweupe. Akaingia, kamkuta darweshi, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la wanawake mashetani, naye kaingia na mziki ule, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ingekuwa mimi na wewe unaanza kugeuza shingo. Hakuathirika. Mwanamke akatoa nguo, anacheza la ilaha illallah, la kajibwaragiza. Huyu bwana yuko tu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Huyu mwanamke kaona hapa bila polini, kamwacha. Kulikuwa na acha Mungu. Sasa akawa anarudi njiani si akakutana na mchunga mbuzi.
Ana ugwadu hatari huyo mchunga mbuzi. Anakaa porini tu, haoni hata wanawake, hata akiona mwanamke mbaya kwake mzuri. Afu alikuwa ameshika panga, njiani akakutana na mrembo yule. Mwenyewe kaambia, dada, usitake tukabane. Wenye osha maelezo hivi. Akaenda kumbaka yule mdada. Na alikuwa zile siku za hatari, akashika mimba pale pale. Watu wanasubiri mpaka usiku, mbona dada harudi? Kurudi kachoka nganya, asema Juraidi kashafanya mambo yake. Dada vipi? Ambia nyinyi subirini tu nitakwambieni. Kashika mimba mpaka kazaa. Siku anazaa, anasema ile Juraidi hana udarushi wote. Alinibaka vizuri siku ile. Watu wakaingia mtaani huko, kichakani na bakora. Walimtia bakora huyo. Vunja kile, twende huku. Jamani kuna nini? Kufika mpaka mjini. Mzinzi wewe. Unaona umemtia huyu binti mimba. Unavizia wake zetu huko. Asema jamani, basi ngoje ni swali raka 2. Swali lakini una lolote wewe. Akasali raka 2, akakipiga kile kitoto kwa kitomvu. We mtoto shenzi we. Sema babako nani? Cha Mungu. Kile kitoto, wewe mzee acha kunzingua, wewe sio dingi bwana. Huyu hapa mchunga mbuzi ndo babangu. Huyu hapa. Kikazungumza hichi kitoto. Watu wakatetemeka, wakamtaka radhi, wakamwambia sasa sisi kile kibanda tunaenda kukujengea cha dhahabu. Ambia nataka kile cha udongo, kile. Hii safari hii Mtume aliyaona yote haya. Wanne aliozungumza uchangani ni Saida Maryam, Nabii Isa. Wanasema mama Maryam wakati yupo kisimani, farsalna ilaina ruhana au ilaiha ruhana, tulimpelekea roho wetu. Sheikh Nasr, zamani kuna mtu mmoja anaitwa Takia. Maana ya Takia mcha Mungu. Alipewa jina hilo na wazazi wake, lakini Allahu Akbar, alikuwa anabaka wanawake huyo bwana huyo. Yaani kila mwanamke anayekutana naye lazima. Angalia vituko vya Sayyidina Jibril. Akavaa mwili wa Takia, akamtokea Saida Maryam. Nabii Maryam akajua yule mbabe huyu. Ndio pale asema a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya. Kama wewe ndio takia, najikinga kwa Mwenyezi Mungu. Na yule akamwambia, mimi bwana sio takia, ni mja wa Mwenyezi Mungu. Nishike tu hizo nguo zako. Aliposhika, unajua Sayyidina Jibril yeye ni roho. Tatanazalul malaika waruhu farsalna ilaiha ruhana. Yeye Jibril ni roho. Ina maana hata akishika hii maiki unaongea nayo tena, ishapata uhai. Ndio maana yule Musa Samiriyu alipochonga kile kindama kule kwa Nabii Allah Musa, aliona yule mchanga uliokanyagwa na Jibril, akaona huu umepata roho. Alivotia mdomoni ule mchanga, kile kindama kikapata uhai. Sasa basi Nabii Isa ikashika mimba yake, akazungumza uchangani, kwa sababu mama yake alishikwa na roho, na Nabii Isa naye aliongea udogoni. Kwa hiyo sehemu ile inaonukia, mawali wakipita pale wanaiona ile sehemu. Kwa hiyo Mtume aliuliza harufu ya kitu gani? Sababu yake ni, na ile familia wakati inateswa ni pale Nabii Musa, ni ile miaka 10 yuko ughaibuni, yuko wanted. Kile kipindi amekimbia Nabii Musa, ndio hichi kisanga cha huyu mama na watoto wake kuuawa. Kwa hiyo ni wale familia ya Firauni. Thumma ta'ala qaumin, kisha akakuta watu turdhahu ruusahum, vichwa vyao vinavunjwa, vinapondwa. Kullama rudhikhat aadat kama kanat, kila vikipondwa vinarudi upya. Wala yafturu anhum min dhalika shay, na halikomi ile jambo. Faqala ya Jibril, hapa basikilizeni jamani, vichwa kupondwa vinauma. Hawa watu gani? Asema haulai. Watu gani? Asema haulai alladhina tatathaqalu ruusahum ani salawati almaktuba, ni watu ambao wazito sana kuswali hizi sala za faradhi. Sembuse leo unaweza ukakuta hujaswali swala zote, swala ya asubuhi umeiacha. Yaani kuacha swala ni jambo la hatari kuliko mnavyofikiria. Ni jambo la hatari sana. Msiache swala jamanini. Shikeni vizuri swala. Thumma ta'ala qaumin ala aqbalihim rika'un wa ala adbarihim rika'un,
akakuta watu wanaviraka hasa mbele na nyuma. Yasrahuna kama tasrahu al-ibri, wale watu wakawa wanalia na kuswagwa au kama ng'ombe na ngamia na mbuzi. Wayakuluna dhari'a, wanakula miba. Wazakum, na matunda machungu ya zakum. Waratha jahannam, na uchafu wa moto wa jahannam. Wa hijarataha, na mawe yake. Faqala man haula ya Jibril, asema Jibril, watu gani hawa? Asema haula alladhina la yuadduna sadaqati amwalihim, ni watu hao hawatoi sadaka za mali zao. Wama dhalamahumullahu shay'an, na Mungu hajawadhulumu chochote, amewapa, lakini si watoaji wa sadaka wala zaka. Wabaili kama nini? Adhabu yao kali sana hawa, takula miba, mawe. Thumma ta'ala qaumin, kisha akawaona watu, baina aidihim lahmun nadhijun, mbele yao kuna nyama imewiva sawa, fi qudur, ipo katika sufuria. Walahmu akharu ni'un khabitha, wameona nyama imeiva nzuri kwenye sufuria na nyama nyingine mbichi mbaya. Fajalu yakuluna min ni'il khabith, lakini eti wanakula nyama mbichi. Wayadauna an-nadhija at-tayyiba, wanaacha ile nyama nzuri iliyoiva. Asema man hadha ya Jibril, hao ni watu gani? Asema hadha ar-rajul min ummatika, huyu ni mtu katika umati wako, na tuko wengi. Takunu indahu al-mar'atu al-halal at-tayyiba, ana mkewe mrembo mzuri. Fayati imra'ata khabitha, anamwendea mwanamke hata afanani sura na mkewe mbaya. Fayabitu indaha hata tusbiha, hata isbiha, tena anaenda kukesha mpaka kuna kucha. Na mwanamke naye anamwacha mume wake mtafutaji mstaarabu, anaenda kwa sharobalo, anaenda kwa muuni, kwa muuza madawa. Na watu wengi ambao wamesaliti ndoa, yani ukiangalia yule alochiti naye na mkewe hawafanani. Unamwendea mwanamke mbaya, unaenda kununua ukimwi wa 200,000, ukimwi wa 50,000, unaenda kutafuta gonoria kwa mwanamke mbaya, nyeti zake zinatoa harufu hatari, hakuheshimu, mkeo anakuheshimu. Hayo ndio matunda ya zunatu, wazinifu. Haimaanishi hata kama utazini na mzuri, na kwanza mzuri hawezi zini, kila anayezini ni mbaya, utaingia makosani tu. Kisha Mtume akapita sehemu, thumma ta'ala khashabatin ala tariq, akaona kisiki njiani. La yamurru biha thawbun wala shay'un illa kharaqatuhu, chochote kinachopita lazima kichanwe, iwe nguo iwe nini. Akauliza hii nini? Asema hadha mathalu aqwamin ummatika yaq'uduna ala tariqi wa yaqta'unahu wa tala wala taq'udu bikulli siratin tu'iduna tasudduna an sabilillah. Hawa ni wezi tu, vibaka katika umati wako, wanakaa njiani kuzuia njia za kheri. Mara mtu kapigwa roba na nini, vibaka pia amewaona, na akasoma haya hii, msikae njiani kufanya uadui na kadha na kadha na kadha. Waraa rajulan yasbahu fi nahri min damin, na akafika sehemu akamwona mtu anaogelea katika mto wa damu. Yalqamul hijara, akipigwa mawe. Faqala ma hadha, asema haya hii nini tena Jibril? Asema hadha mathalu akili riba, huyu ni mnariba, huyu mfano wake. Thumma ta'ala rajulin, kisha akaenda akamwona mtu qad jama huzmata hatabin, amefungasha zigo la kuni. La yastatiu hamlaha, kubeba hawezi. Wa huwa yazidu alaiha, na anazidi kuongeza. Faqala ma hadha ya Jibril, asema na huu ni mfano gani? Qala hadha ar-rajul min ummatika, ni mfano wa mtu, na tunaye mtu huyu. Takunu indahu amanatu nasi, ana madeni ya watu. La yaqdiru ala daiha, hawezi kulipa hata deni moja. Wa yuridu an yatahammala alaiha, na kila siku anazidi kukopa. Yani wewe unadaiwa, kulipa uwezi, na unalipa kwa madeni. Hili si jambo la sawa, hili si jambo la sawa. Adhana sio? Haya, ngoja tumalize sehemu hii tupate adhana. Wa ta'ala qaumin tuqradu alsinatahum wa shafahuhum bimaqarid min hadid kullama quridat aadat kama kanat la yafturu anhum. Faqala man haula, akaenda akaona watu wanakatwa ndimi zao na midamu yao kwa mikasi ya moto, na kila wakikatwa inarudi upya wakatwe tena.
na hilo jambo linaendelea halikomi. Akiuliza ni watu gani hawa, akambia khutbaul fitnati, makhatibu wa fitna, kuzungumza tu mambo ya munkari, ugombanishi tu. Lakini khutba ummatika ni wazungumzaji katika umati wako, yakuluna mala yafalun, wanasema mambo hata hawayafanyi. Usizini, yeye ana kimada, siwe wezi, mla hela za msikiti. Hatari sana, na leo ndio iko hivyo. Yani mtu akikutolea macho utafikiri hayo mambo hayafanyi. Tena yule anayefanya ndo anakemea kweli kweli, macho kayatoa, zina imezidi, lakini yeye hajaacha zina. Tuwe wa kweli, kuna mikasi ya moto. Inshallah tupateni habari.